Kwa niwahakikishie wana Shinyanga kwamba toka nyumbani kwako salama, nenda kapige kura. Ongozana na mke wako, ongozana na mume wako, ongozana na dada yako, mwanao, kwa sababu yeyote yule mwenye kigezo cha kupiga kura, toka naye muende mkapige kura pamoja. Kikubwa zaidi ni kwamba hatuko tayari kwa watu wachache kuleta taharuki kwa watu wengi ambao wanataka kwenda kupiga kura, kwa sababu hiyo si sahihi sana. Hatuko tayari kwa mtu yeyote ambaye anataka kuleta taharuki kwa kundi la watu wanaotaka kwenda kupiga kura. Masuala ya siasa hayahusiani na uchaguzi mkuu. Masuala ya siasa yanahusika kwenye majukwaa ya kunadi sera. Inapofika siku ya uchaguzi mkuu, ni siku ya haki ya kila Mtanzania kwenda kuchagua. Tukiweka kando yale yote ambayo tumekuwa tunaongea kwenye majukwaa na tunajinadi kwenye majukwaa, tusilete masuala ya siasa kwenye siku ya kikatiba, kwenye siku ya kikanuni, kwenye siku ambayo ni ya wananchi kwenda kuchagua. Tulikuwa na muda wa kutosha sana wa kusikiliza kila chama kinavyonadi sera, vilivyopata wasaa wa kunadi na ambavyo havikupata wasaa wa kunadi kwa kugomea wenyewe, lakini vyote hivyo havihusiani na siku ya uchaguzi. Siku ya uchaguzi ni siku ambayo wananchi wana haki ya kwenda kuchagua. Kwa nadhani sisi sasa kama serikali upande wa mkoa wetu wa Shinyanga lazima tuweke msimamo. Na msimamo ni kuhakikisha kwamba kazi kubwa ambayo tunayo ya kulinda maslahi mapana ya wananchi wa mkoa wa Shinyanga, ambao wengine wanataka kusikia kauli ya serikali, nini serikali inasema kuhusiana na hili, basi wana kila haki ya kuweza kusikia ni nini ambayo sisi kama upande wa serikali kwa mkoa wa Shinyanga tumesema kwamba wako salama. Tarehe 29 wajitokeze waende kukamilisha haki yao kabisa ya kikatiba ya kuchagua. Lakini pia ndiyo fursa ambayo sisi kama wana Shinyanga tunakwenda kuchagua viongozi ambao wanaenda kutuwakilisha upande wa mhimili wa bunge, lakini kwenye mabaraza ya madiwani, lakini pia na kauli yetu na msimamo wetu juu ya kura ya rais. Kwa hiyo tusikubali, na sisi kama upande wa serikali mkoa wa Shinyanga hatuko tayari kuona kwamba kuna watu ambao watajaribu kuzima au kupunguza sauti ya Wanashinyanga kwa kura za rais, kura za wabunge na kura za waheshimiwa madiwani pia. Kura za mkoa wa Shinyanga zitasimama kama ambavyo zipo, vile ambavyo walijitokeza, na wale ambao wataenda kupiga kura, sauti ya Wanashinyanga itasikika kwenye kura za rais, kwenye kura za wabunge katika majimbo yetu yote 7 na kura za madiwani katika kata 130 ndani ya mkoa wa Shinyanga. Panapo uhai takuwa ni mimi, na nitatimiza wajibu wangu kuonyesha kwamba namna gani ambavyo Wanashinyanga tumehamasika. Na mtashuhudia namna ambavyo Wanashinyanga watakuwa wamejaa kwa wingi wakiwa wamehamasika wanakwenda kupiga kura. Sisi Shinyanga sio watu wa maneno sana, ni watu wa vitendo. Shinyanga ni watu wa kazi. Shinyanga ni wachimbaji wa madini. Shinyanga ni kilimo cha pamba. Shinyanga ni kilimo cha tumbaku. Shinyanga ni kilimo cha mpunga. Wanataka utekelezaji wa changamoto walizokuwa nazo. Hawataki maneno. Wanataka kuona namna gani ambavyo kazi inafanyika kwa wachimbaji wadogo, wakubwa na wakati, namna ambavyo changamoto zao zinashughulikiwa. Na wameona, tumeshuhudia leseni zimetolewa kwa wachimbaji wadogo na wengine. Kilimo cha tumbaku wanataka kuona nini kinafanyika, wamejionea leo hii tumbaku kutoka $0.50 mpaka $4, wanajionea. Kwa hiyo wao wanataka kuona kazi ambazo zinafanyika, wanataka utatuzi wa changamoto zao. Wana changamoto ya barabara, wanataka kuona barabara inajengwa. Wakiona barabara inajengwa wanasema sawa, barabara imeshajengwa, mkuu wa mkoa tuna changamoto hii nyingine. Ndio tunavyokwenda, hatuko katika mambo mengine. Sawa. Kuna swali ambalo limejitokeza kwamba
je, kwa mwananchi ambaye anakwenda kupiga kura ikajitokeza labda kundi la watu wanataka kumzuia? Kwanza kwa mkoa wa Shinyanga haiwezi kutokea, kwa sababu ulinzi utakao kuwepo kuanzia tarehe 28 kuelekea tarehe 29 ni wa uhakika kabisa. Kwa hiyo hakuna mazingira yoyote ambayo mwananchi anatoka nyumbani kwake kwenda kwenye kituo cha kupigia kura akakutana na changamoto ya aina yoyote. Ulinzi, doria umeendelea kuwepo ndani ya mkoa wa Shinyanga. Hivi ninavyoongea, ulinzi na doria zinaendelea. Hakuna viashiria hivyo, na hatutarajii kuwa na kundi la vijana wowote watakao kwenda na kuzuia mwananchi. Lakini hata kama ingetaka kujitokeza, doria na ulinzi uko imara. Tumejipanga katika majimbo yote 7 ambayo yako kwenye wilaya zote 3 na kata zote 130 ndani ya mkoa wa Shinyanga. Tuna ulinzi wa kutosha, tuna doria za kutosha, tuna maaskari wa kutosha, tuna maaskari ambao ni wananchi wenyewe. Yaani unajua bahati ya mkoa wa Shinyanga, tunapozungumzia askari sio tu askari wa jeshi la polisi, lakini hata kwenye ngazi, kwenye kaya kule kuna ulinzi ambao unatengenezwa na wananchi wenyewe, wananzengo ambao wamejipanga. Yani wananzengo ndani ya mkoa wa Shinyanga wamesema kama kuna kitu hatutaki ni kuvurugiwa uchaguzi. Hii ni kwamba doria imeanza muda kidogo ndani ya mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo wananchi wetu kama ni askari wamewaona, na askari wapo kwenye jamii siku zote. Wananchi hao wakipataga changamoto ndio wanaendaga kwa maaskari kuomba. Kwa hiyo hatuna mazingira ambayo yaliweza kutengeneza hofu ndani ya mkoa wetu kati ya wananchi na askari. Yani mkoa wa Shinyanga askari ni sehemu ya utatuzi wa changamoto. Kwa hiyo mwananchi akiona askari sehemu yoyote anaamini kwamba yuko salama zaidi, sio kwamba kuna changamoto ya aina yoyote. Hatuna mazingira yoyote ndani ya mkoa wa Shinyanga ambayo yanaweza kuweka hofu kati ya mwananchi anapoona askari. Sababu sisi ndani ya mkoa wa Shinyanga kama ambavyo nimesema, askari ni sehemu ya utatuzi wa changamoto. Askari amekuwa kimbilio la wananchi, askari amekuwa ndio sehemu salama kwa wananchi. Kwa hiyo siku hiyo kwa kweli tutakuwa tuna maaskari, tutakuwa na ulinzi, tutakuwa na doria ya wananchi wenyewe kwa wenyewe kuhakikisha kwamba hakuna ambaye anaweza kupata changamoto ya kwenda kukamilisha kazi ya kupiga kura katika siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025.